Chege. Yeah. Pole sana kwa msiba. Asante sana, pole nayo. Asante. Nitamani kwanza kusikia jinsi ambavyo ulipata taarifa yenyewe ya kifo cha marehemu mzee Kasim, baba mzazi wa Juma Nature. Na yeye ni mmoja kati ya watu ambao kidogo mzee huyu atakuwa kuna namna amekuwekea baraka zake kama baba. Msiba kwanza ni kitu ambacho kinashtua kwa sababu msiba uzoeleki, ingawa ni swala la kila mtu lazima apitie. Kwa sababu mimi ni artist mwenzie na Juma Nature, tumefanya kazi pamoja for a long time. Sasa msiba wake nafikiri ni wa kwetu sote. Kwa hiyo nilipata kwa mshtuko mkubwa, na kitu pekee nilichosema ni kumuombea tu Mwenyezi Mungu amweke mahali peponi. Kipindi chote ambacho ulikuwa ukifahamiana na mzee, kipindi ambacho amefanya kazi kwa ukaribu na Juma Nature, kwa maana ya kazi zenu muda mwingi, nafahamu kwamba kuna siku ambayo labda ushaikuja kwao ukakutana na mzee. Unakumbuka momenti gani ya mzee ambao ulikutana naye wakati uko na rafiki yako Juma Kasim Nature? Nikiongea mambo mengi nitakuwa muongo sana, kwa sababu nafikiri katika kukutana kwangu na marehemu mzee ilikuwa ni salamu, na sikupata nafasi ya kuongea naye kwa kirefu kiukweli, lakini story yake ninayo kwamba alikuwa ni mpenda watu, na wakati nakutana naye niliona hiyo upendo wake. Alikuwa anapenda rafiki zake Nature, alikuwa anapenda muunganiko, alikuwa apendi watu wanagombana, alikuwa apendi ule mgawanyiko, alikuwa mtu wa hivyo kwa historia ambayo ninayo. Na tunafahamu kwamba wewe na Juma Nature ni watu ambao wamefanya kazi vizuri misimu yote, wakati wote, na watu hawakushangaa kumuona Chege leo akija kwenye msiba, kwa maana kuja kwa ajili ya kumfariji rafiki yake na vitu kama hii. Inatufundisha nini? Of course kwa wanamuziki au watu maarufu au watu ambao wanakimbiliana kwenye shida, kama ambavyo wewe umemkimbilia mwenzako kwenye shida, lakini kuna wengine wanachagua kwa namna ya kwenda kuwakimbilia marafiki zao, kuwakimbilia wale watu ambao wamedumu nao kwenye kazi za aina zote, wanapokuwa labda kila mmoja amepitia upande wa kulia kutafuta riziki yake. Mimi siwezi kuiweka kwenye mtu anachagua kwenda kwenye msiba fulani na kuacha kwenda kwenye msiba fulani. Naweza kuiweka kwamba matatizo yanapotokea yanatokea kwa nafasi ya mtu. Mimi ingetokea labda msiba umetokea nipo labda Kigoma, nipo Bukoba, nipo nje ya nchi, nisingetokea, lakini nisingetafsirika nimechagua. Kwa hiyo mimi navyoweza kuiweka ni kwamba nafasi ya mtu ndio inaweza kumfanya afike kwenye msiba au asifike. Siwezi kabisa kuweka kwenye kuchagua, kwa sababu huwezi kuchagua msiba uchaguliwi. Kuna kitu ambacho tunakiona kama wanahabari na tunasisitiza kukisema, kwa sababu tunaona jinsi ambavyo nyinyi wasanii ambao mmechonga barabara kwa muda mrefu, kudumu kwenye game kwa muda mrefu, jinsi ambavyo mnakimbiliana, lakini jinsi ambavyo mkikutana kama hivi unaona kuna ile love ya kutosha, ni kama mtu amezaliwa tumbo moja na mwenzake. Lakini hatuioni hiyo kwa wanamuziki ambao wanachepukia kizazi hiki, kwa maana ya upcoming. Labda mna kitu gani ambacho nyinyi binafsi mliokuwa mnaingia kwenye game mliokeana kama kusema bwana, sisi tunatakiwa tupite kwenye misingi hii, kwa sababu sisi tumekuwa kwa namna hii, hata tukipishana tupishane kwenye kazi. Mimi nafikiri biashara yote ikiwa na watu wachache inakuwa na umoja, ikishakuwa na watu wengi ushindani unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo career yetu sisi tulikuwa wachache nafikiri, kwa hiyo umoja ulikuwa mkubwa. Career ya sasa ina watu wengi sana, artists ni wengi sana, kila mtu na mentality zake, vizazi vimechange, ideas zimebadilika, kwa hiyo kila mtu ana mitazamo yake. Tunaona Gen Z wana vitu vyao vipya kabisa. Kwa hiyo inabidi tuende nao sawa, tusiwalaumu sana kwa sababu ni kizazi kingine. Ni memory gani ambayo umeipata ni baada ya kufika tu hapa msibani na kukutana na marafiki zako labda ambao hamjakutana muda mrefu, lakini leo mmekutana, ile love, lakini jinsi ambavyo mlikuwa mnakutana mwanzoni huko na sasa hivi, labda ni kazi tu ambazo zinawafanya kila mmoja apite huko kutafuta riziki na tonge lake na familia. Unajua maisha lazima yaende, unajua sio vile ambavyo nataka kusimama. Nini ambacho mkikumbuka umesema maisha yetu haya? Nimefurahi kwa sababu tunakumbushana tulipotoka, na wengi ambao tumekutana hapa tulikuwa pamoja wakati sisi sio mastaa kubwa. Tulikuwa ni watu wa kawaida ambao tunaanza kupanda daladala, unajua zile. Kwa hiyo tunakumbushana zile moment ambazo wakati tunaanza game kujitafuta, kila mtu kutafuta njia yake, na baada ya kila mtu kujipata kwa namna yake, tumekutana tena. Mungu ametuweka bado tuko wazima na afya bora, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Watu wengi tulikuwa tukiamini kwamba East Coast na Temeke, yani hawezi wakaiva tumbo moja, hawezi wakaiva eneo moja na vitu kama. Lakini leo tumeona kwamba mmoja kati ya member kutoka East Coast team wamekuja kutembea huku, kwa maana kuja kuwafariji msiba ambao huko Temeke, Dar es Salaam. Nani sijamuona? Nani anaitwa? Jina limetoka kidogo tu. Okay, na ambao niko njiani anakuja. Sisi ni binadamu na sio milima. Ilikuwa lazima tukutane. Haijalishi tutakutana kwa njia gani. Njia ndo kama hizi tunakutana, na vitu vingine kwenye furaha na misiba tunakutana. Sisi sio maadui, ile ni game. Game unajua, sijui watu wengine wanaipelekaje.
Ushindani wa game ni kwenye majukwaa, kwenye kuimba, kwenye kuandika muziki, lakini kwenye utu utabaki pale pale. Msiba huu wa marehemu Mzee Kasim, baba yake mzazi wa Juma Nature, unatuacha na somo gani Chege? Unatufundisha kwamba hapa duniani sisi tunapita tu. Kwa hiyo tuishi vizuri na wenzetu, tuishi vizuri na watu, tupendane sana, kwa sababu hatujui mwisho wetu ni lini. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.